rahimahullah ta'ala. Al-aslu thalith, msingi wa tatu, mukhalafatu rumuzi al-ikhwan al-muslimin wa sururiyya ahla sunnati fi babil imama, mukhalafa wa viongozi wa ikhwan al-muslimina na sururiyya waliowakhalifu ahla sunnati katika mlango wa uongozi, fi babil imama, katika mlango wa uongozi. Hapa tutaja sana mambo ya siasa, na mimi niwaambie watu wasiowajua ikhwanul muslimin au wasiowajua sururiyya, ambao wanawachanganya na ahli sunnati wal jamaa salafiyin, sawa, waangalie katika huu mlango babul imama, unawakuta wako mbali kabisa na misingi ya ahli sunnati wal jamaa. Yoyote nataka kujua hawa watu watofautishe katika misikiti, barabarani, maneno yao kwenye mitandao ya kijamii, unawakuta kabisa yale ambayo anaongea tofauti. Yaani hapa mtu akisema afika kwa Waislamu akaanza kuuliza kuhusiana na kiongozi, basi utawaona ni watu wawili wenye maelezo tofauti. Ikhwani na sururi tamkuta yupo katika upande huu, na ahlus sunna salafia as-salafi utamkuta yuko upande huu, kwa maana maelezo yao utayakuta tofauti. Huyu ana dhiki katika nafsi yake, huyu munsharih sadr, huyu haridhiki hata kwa kile kinachofanyika kidogo, huyu anaridhika hata kile ambacho kinachofanyika kidogo. Huyu anamwombea dua mbaya kiongozi, na huyu anamwombea dua nzuri kiongozi, kama ila dhalik. Na walillahi alhamdu, sasa hivi mambo yameanza kwa sababu ya da'wa, na mambo yanaonekana, na mitihani inayopita, wenye kuingia wanaingia, wenye kusalimika wanasalimika. Sasa hivi mambo yameanza kuwa wazi, tofautisha huyu ni nani na huyu ni nani. Sasa katika msingi, miongoni mwa misingi ambayo wanakhalifiana ahli sunna watu hawa ni mlango huu wa imama. Faqad khalafu ahli sunna fi thalathati awjuh, wamekhalifiana ahli sunna katika sura tatu. Alwajhu alawwal, sura ya kwanza, alwuquu fi alkhuruji alqawli, alwuquu fi alkhuruji alqawli. Hawa wameingia katika kutoka kimaneno, kutoka kwenye taa ya viongozi kimaneno, kukupanda katika manabiri za misikitini au katika manabiri za siasa moja kwa moja, au katika vibaraza wakiwa wanakaa wanajadiliana kuhusiana na mambo ya kisiasa, basi unakuta maneno yao ni machafu, ni mabaya dhidi ya kiongozi anayewatawala. Hata kama kiongozi yule atakuwa ni Muislamu, anaswali sala za Jumaa na jamaa, anahudhuria katika minasabati mbalimbali ya Waislamu, mihadharati mbalimbali ya Kiislamu, ya mazungumzo ya Kiislamu, so kuta watu wale wanamlani sawa na vile ambavyo wanavyomlani kiongozi asiyekuwa Muislamu. Hiyo ni utofauti wa kwanza ambao uko wazi, ambao huenda hii namba mbili ikawa watu wengi hawajaufikia, lakini huu wa kwanza watu wengi wanao. Qala wal khuruju bil qawli huwa sani'u alladhina yuhassinuna li ghayrihim al khuruj ala hukamil muslimin wa la yubashiruna al qital, wa yakunu dhalika bil waqi'ati fi ulati umuri al muslimin fi al majalis al 'ammati wal khassah. وهذا يهيج الناس ويحثهم على الخروج على ولي الأمر، لأنه لا يمكن أن يكون خروج عملي إلا وقد سبقه خروج باللسان والقول، وهذا الصنيع ينقص قدر الولاة عند الناس، فالكلام فيه خروج. Asema kutoka kwa maneno, huwa sani'u alladhina yuhassinuna li ghayrihim alkhuruj ala hukamil muslimin, ni yale matendo ya wale ambao huwashawishi wengine, yuhassinuna, huwashawishi wengine wasiokuwa wao kwa kuwaambia maneno mazuri yenye kuwadanganya. Ala hukamil muslimina, alkhuruj ala hukamil muslimina, watoke
kwenye taa ya viongozi wa Kiislamu, watawala wa Kiislamu. Wala yubashiruna alqital, watu hawa hawaendi moja kwa moja kupigana. La yubashiruna alqital, khurujuhum bilqawl, bas hawaendi kushika upanga au bunduki au silaha ya aina yote kupigana. Wayakunu dhalika bilwaqi'ati fi ulati umuri almuslimin, sawa, na jambo hilo linapatikana kwa kuwatusi na kuwadogesha wale viongozi wa Kiislamu wanaotawalia mambo ya Waislamu fil majalis al-amma wal khassa, katika vikao vya watu wengi, mikutano ya hadhara, majalis al-amma wal khassa, na vile vikao vya ndani vya siri, ambao wanapanga mambo na mikakati namna gani wataifanya serikali au utawala fulani uweze kutingishika, kuandaa maandamano, kuandaa mapinduzi na mambo yanayofanana na hayo. Hawatoki wao, lakini wao kazi yao, hao unawakuta katika mitandao mara nyingi wamehama katika nchi zao, wako nchi zingine, na hasa nchi za kimagharibi ambazo kule kuna huria al-shakhsiyya au huria al-insaniya, ule uhuru wa kujieleza, huria at-ta'bir. Mtu ana uwezo wa kusema chochote. Rais huyo hapo anamtukana wala hana shida, rais anacheka. Huko wanatumia simu zao, wanatumia laptop zao, wanatumia ile mitandao yao kuwashawishi watu kwa kusema maneno wakati mwingine ya uongo kabisa. Lau kama anasema neno na wewe unalijua, utasema huyu muongo, lakini kwa neno lingine la kesho utamsikiliza. Ghaliban watu hao mara nyingi sana wanakuwa wameshawasemea uongo na kuwasingizia hata raia wa kawaida, wakiwatukana, kuwasingizia, kuwachafua. Lakini wakifika kwa kiongozi, watu wanapiga makofi. Nasema la yubashiruna alqital, watu hawa hawatoki. Wengine wanakuwa ni wadogo, dhuafa kabisa, bali wengine wanakuwa na jinsia ambayo hawawezi kushika bunduki, kwa maana ya wanawake hawaendi kupigana, lakini wanafanya kazi hii, na inakuwa ni sababu ya nchi kupata matatizo, ima watu kufa au kiongozi kupinduliwa au kadha na mfano wake. Wa yakunu dhalika bilwaqi'ati fi ulati umuri almuslimin fi almajalis al'amma wal khassa, wa hadha yuhayyiju an-nasa wa yahuthuhum ala al-khuruj ala wali al-amr. Asema hili linahamsha zile hisia za watu, tahiji an-nas, na kuwahimiza watoke kwa viongozi wao, li'annahu la yumkin an yakuna khurujun amaliyun, kwa sababu haiwezekani upatikana huku kutoka kimatendo, watu kutoka kuandamana, kupigana, kutukanana, kuvunja maduka, kuharibu barabara, miundombinu na mfano wake. Hawawezi watu kutoka kufanya haya matendo machafu illa waqad sabaqahu khurujun bil lisan wal qawl, isipokuwa lazima kutanguliwe na kutoka kwa maneno na ulimi. Wa hadha sani'u yunqisu qadra alwulat inda an-nas. Asema matendo haya huwa yanaanza kupunguza ile hadhi ya yule kiongozi kwa watu, ile heshima na ile haiba ya kiongozi. Inaonekana ukiomba kiongozi huyu hata shilingi 10,000 ikipita mbele yake atataka aizuiwe isifike kwa raia wake. Sasa wale ambao huenda dhiki zao za maisha zimekuwa kubwa, wale ambao huenda wana maradhi ya nafsi zao, watakadi wao, malezi pia hawana, wakifikia hapo ni wengi katika jamii, na wao wanatoka na kutoa watu wengine. Asema inapunguza ile hadhi ya viongozi mbele ya watu. Fal kalamu fihi khurujun, sawa. Ukiongea kuhusiana na mambo haya, kiongea kuhusiana na mambo haya dhidi ya kiongozi, wewe umetoka kwenye taa ya kiongozi. Kwa mtu asije akafikiri kwamba kutoka kwenye taa ya kiongozi mtu ametoka na silaha. La, yeyote katika watu tunaoishi nao tukiwasikia wanamsema vibaya kiongozi, basi ujue huyu ni kharijiyun, huyu ni kharijiyun. Na hapa ndio utawaona vizuri ikhwanul muslimin wako wazi, wanajitokeza hao. Yani ukichukua haya maneno kisha ukayaleta mtaani, unaona kabisa ikhwanul muslimin wako mbele yako,
Unaona sururiya wako mbele yako, wameenea, ukiangalia kushoto kulia, wawili watatu wanne ni wale wale, kwa sababu msingi huu ndio ambao unawaathiri wengi katika jamii ya watu wa kawaida. Qala wa min al-adillati ala anna al-khuruj yakunu bil lisan, katika dalili kwamba kutoka kwenye taa ya kiongozi hupatikana kwa kutumia ulimi. Anna Dhul Khuwaisira at-Tamimi, kwamba huyu Dhul Khuwaisira maarufu ambaye hakuridhia na mgao wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, addahu an-nabii sallallahu alayhi wasallam imaman lil khawarij, Mtume alimhesabu na kumzingatia kuwa huyu ndiyo kiongozi wa makhawarij, min ba'dihi, watakaokuja baada yake, au anil khawariji man ba'dahu, katika wale ambao watakaokuja baada yake, ma'adami khurujihi alayhi bisinan, pamoja na kwamba Dhul Khuwaisira hakushika upanga kutoka chini ya taa ya Mtume alayhi salatu wasallam kuonyesha kutokuridhia na yale aliyokuwa akiyafanya Mtume alayhi salatu wasallam, wala hakushika silaha aina yoyote. Yeye alisema tu, ewe Mtume, fanya uadilifu, adil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil, fanya uadilifu, hakika hujafanya uadilifu. Na Mtume akamwambia, wa man ya'dil illa a'dil, nani atafanya uadilifu ikiwa mimi nisipofanya uadilifu? Yani aje afanye uadilifu mtu mwingine, na mimi ndio mtume wa Allah. Kisha akasema maneno haya maarufu, inna min dhidhi hadha au fi aqibiha, hakika kutoka kwenye uzazi wa mtu huyu, mgongoni mwa bwana huyu, qauman, watatokea watu, yakrauna alqur'ana, watakuwa wakiisoma Qur'ani, la yujawizu hanajirahum, hazivuki shingo zao. Wanaisoma Qur'an lakini huku kwenye moyo hazifiki, ni maneno tu tunasikia, lakini wao haiwaathiri. Yamrukuna min ad-dini muruqa as-sahm min ar-ramiyya, watakuwa wanachomoka katika dini kama vile mshale unavyochomoka upande wa pili wa mnyama. Kiingia upande wa kwanza tunachomoka upande wa pili, hawakai, yani haukai, unatoka kwa kasi. Yatuluna ahla al-islami, wanawaua waislamu katika hali zao na tabia zao, watakuwa wanawaua waislamu. Wayadauna ahla al-awthan, na watakuwa wanawaacha watu wenye kuabudia sanamu. La in ana adraktuhum la aqtulannahum qatl adin, ikiwa mimi nitawadiriki tawaua, tawapiga vita kama yale mauaji ya watu wa Adi, qaumu Adi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hiyo ni wajibu wa kwanza ambayo al-wuqu' fi al-khuruji al-qawli. Wanakhalifiana na ahlus sunna, kwa sababu ahlus sunna wal jamaa sisi hatutoki kwenye taa za viongozi wetu, si kwa matendo wala kwa maneno.